moja. Anasema yeye atakuwa pamoja na sisi mpaka mwisho. Lakini pia nimekuona Chose kutoka Singida, anasema yeye tayari ameungana na sisi kutufuatilia EATV saa moja. Lakini wengine wameendelea kutoa maoni yao, nitayasoma baadaye kuhusu yale ambao wanataraji kwenye sikukuu hizo, zipi zipunguzwe, fedha zibadilishiwe matumizi. Wananchi wa kijiji cha Sakalilo kilichopo halmashauri ya wilaya ya Sumbawanga mkoani Rukwa wanakabiliwa na changamoto kubwa ya usafiri na mawasiliano kufuatia mvua zinazoendelea kunyesha na kusababisha daraja kusombwa na maji. Hii ni ripoti ya mwenzangu Amos Wilson kutoka Rukwa ikieleza zaidi. Wakizungumza na EATV, baadhi ya wananchi wamesema kuwa hali hiyo imewazuia kufanya shughuli za uzalishaji na kuwafanya washindwe kuvuka kwenda katika maeneo mengine na kufanya kukosekana kwa huduma muhimu za kijamii na kiuchumi. Moto ya daraja la Sakalilo linaotenganisha Alianza na Sakalilo ndio ina changamoto sana. Kwao tunaomba serikali ituangalie hapo, itoe budget angalau hata kidogo watusaidia kwa mwaka huu kwa ajili ya kivuko cha pale, kwa maana lina shida sana, lipitiki. Na ukarabati kuanzia Ilemba huko na Kinambo Kisa mpaka Msia ndio madaraja ambayo na ukarabati, ila kwetu ndio halijaweka bajeti yoyote. Tunaomba msaada wa serikali angalau watusaidie hapo, tusaidie daraja la nani hapa sawa, kwa maana ni la muhimu sana. Tunashindwa kuvuka kwenda kupata huduma zote kabisa kwa ajili ya hali ya maji yale. Mtu kishajaa, ikifika kipindi cha kulima mtu hawezi kwenda huko. Unakuta nyasi sasa zinakuwa tu, zinakuwa tu. Mpaka maji aje kauke. Unakuta sio leo hii. Sasa naomba serikali kwa hivi tusaidie. Wananchi wa Sakalilo pamoja na Alianza wenye watoto, hasa wazazi wenye watoto au walezi, wawasimamia watoto wao, maana eneo hili limeshakuwa hatarishi kwa watoto, hawaruhusiwi kuogelea katika eneo hili. Kufuatia hali hiyo, mkuu wa wilaya ya Sumbawanga Nyakia Ali Chilukile amezielekeza mamlaka husika ikiwemo TANROADS kuhakikisha wanarejesha huduma hiyo muhimu kwa wananchi. Nchi tunatengenezea njia mbadala kwa ajili ya kupita wananchi tu, ambayo ni hii daraja la mbao, wakati tukiendelea kutafuta fedha za kujenga daraja hili ambalo linahitaji fedha nyingi. Kwa hiyo na ile njia mbadala ya wananchi ndio leo imeathirika. Sehemu ya hiyo njia miti tulikuwa tumeiweka mikubwa ili iweze kushikilia miti mingine na kuweza kuwa njia mbadala kwa ajili ya wananchi, imebebwa. Kwa hiyo tumeshazielekeza mamlaka husika, kwa maana wenzetu wa TANROADS waje waone namna ya kuweza kuwarejeshea huduma wananchi wa eneo hili waweze kupita kama kawaida, wakati magari kama mlivyoona yanapita na pikipiki zinapita. Amos Wilson, EATV, Rukwa. Naam, kuzungumza zaidi tunaungana na DC Nyakia muda huu kuangalia mipango ya serikali. Sasa changamoto ilishakuwa hivyo, ikatengenezwa njia mbadala na yenyewe pia imepata maafa. Wanajiandaje kuhakikisha wanafanya ile kazi mama? DC kazi yake mojawapo ni kuhakikisha ni mlinzi, mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama kwa ngazi ya wilaya. DC Nyakia, karibu sana kwenye EATV saa moja. Tuanzie hapa, kama serikali, kama wilaya, ni hatua gani sasa mnachukua katika kipindi hiki ambacho majanga haya ya asili yamewakumba? Asante sana EATV. Hatua ya kwanza ambayo tumeichukua kama ambavyo nimezungumza hapo kwenye taarifa yenu ni kwamba jana nilielekeza wenzetu wa Jeshi la Uokoaji na Zimamoto wafike pale kwa lengo la kuangalia usalama wa raia, na jana hiyo wamefika pale, wako pale kwenye eneo la daraja sasa hivi wanaendelea kusaidia kuvusha wananchi. Lakini wenzetu wa TANROADS nao wamefika tayari kwa lengo la kurejesha ile njia waenda kwa miguu, kwa sababu kilichoondoka ni ile njia waenda kwa miguu. Lakini ukiona hapo chini wananchi wanapita kwenye kitu tunaita drift, kilitengenezwa kwa ajili ya kusaidia maji kupita juu. Sasa maji yanapopita juu yanakuwa na kasi, kwa wananchi ambao wanapita hapo yanakuwa na madhara kwao, yanaweza kuwasomba kwa kuzidiwa na ile kasi ya maji. Kwa hiyo tumeanza kurejesha hiyo habari hapo juu, lakini na wenzetu wa Jeshi la Polisi na wenzetu wa Zimamoto wako eneo hilo tayari kwa kuendelea kuwavusha wananchi wanaohitaji kupita pale. Mpaka sasa labda kuna changamoto yoyote, labda kuna walioathirika na daraja hilo moja kwa moja, kwamba kujeruhika au kupata changamoto za kibinadamu? Hapana.
mpaka sasa hakuna madhara yoyote ya kibinadamu ambayo yamejitokeza. Madhara tunaweza kusema yapo ni kwa sababu wananchi sasa hawezi kupita pale juu, wanapita chini hapa ambako lazima wavushwe. Lakini kwa maana ya kwamba kuna mtu ameathirika labda kwa kuugua au kujeruhiwa au kufariki, hayapo hayo madhara, wala nyumba hazijaweza kubomoka katika eneo hilo. Isipokuwa kwenye baadhi ya maeneo ambayo yako ukanda wa juu, kule Laela kwa maana ya Mpui na hasa tarafa ya Mpui ndio ilipata shida kidogo, nyumba za baadhi ya wananchi kuanguka, na hii ni common huku kwetu zinapokuwa nyingi, kwa sababu wananchi wengi wanajenga nyumba zao bila kuwa na misingi. Kwa hiyo wanatumia tofali za kuchoma na wakajenga pia wanaunganisha na udongo ule ambao ni udongo mbichi. Kwa mvua inaponyesha inaanza ule udongo unalainika. Sasa ukilainika, mvua ikiwa nyingi, nyumba zile